Kwanza kabisa, ninataka kuwashukuru nyote, ndugu zenu, dada zenu na jamaa zenu wote kwa kuilinda Ukraine, nchi yetu, kwa kuwalinda wa Ukraine na watu wetu. Mnaisaidia Ukraine, mnaifanya iwe imara, na ninyi wenyewe ni sehemu ya nguvu yetu ya pamoja, nguvu ya Ukraine huru. Ukraine imesimama imara katika vita hivi na ina uwezo wa kujilinda kwa sababu kuna mamilioni ya watu ambao hawakuvunjika moyo, ambao hawakuisaliti Ukraine na hawakusaliti utu wa kibinadamu. Tunasimama kuilinda maslahi yetu ya kitaifa. Haya ni maslahi ya watu wote wa Ukraine, raia wetu wa mataifa yote na dini zote, kutoka kila sehemu ya nchi yetu kubwa, kutoka Kyiv hadi Crimea, kutoka Zakarpattia hadi Donetsk. Tunakumbuka ardhi zetu zote, kila jamii nchini Ukraine, mashariki yetu, Donbas yetu, Crimea yetu. Hatutampa Urusi chochote kilicho cha Ukraine. Huu ni msimamo wetu wa kimsingi, si wa mtu mmoja tu au wa serikali pekee, bali wa mamilioni ya watu. Na washukuru kwa kuunga mkono msimamo huu. Tunafanya kila tuwezalo na tunatumaini sana kwamba ulinzi wetu na diplomasia yetu vitaileta Ukraine karibu na amani ya kweli na usalama uliohakikishwa. Nguvu zetu zote sasa zimeelekezwa katika hilo. Kwa mara ya 13, jamii ya Kiislamu ya Ukraine na watu wa Tatar wa Crimea wanaikaribisha Ramadhani katika hali ngumu, katika mazingira ya uchokozi na mashambulizi ya Urusi. Tunatamani sana kwamba Ramadhani ijayo iwe katika amani, na tunawatakia hilo watu wote walio hatarini au katika vita. Tunaomba kinachoendelea Mashariki ya Kati na katika eneo la Ghuba. Tunatumaini kwamba utawala wa Iran hautashinda, kwa sababu ni utawala usiojali ubinadamu, unasambaza vita katika eneo lote. Ni muhimu kwamba watu na mataifa waweze kujilinda na kwamba vita huko visiendelee kwa muda mrefu. Ninashukuru kila nchi inayosaidia kulinda maisha na kusaidia ulinzi wetu hapa Ukraine na maisha ya watu wengine. Sote tunapinga uovu mmoja, wale wanaoharibu maisha na kuwadharau watu. Si kwa bahati mbaya kwamba Moscow na utawala wa Iran walikuwa karibu sana. Kinachowaunganisha ni kutowajali watu. Sisi sote barani Ulaya na duniani lazima tuwe na matokeo katika kujilinda dhidi ya tawala kama hizi. Lazima tuhakikishe kwamba maisha yanashinda, na iwe hivyo. Tunaamini sana kwamba maneno na msaada wetu unasikika kila mahali katika nchi yetu, katika maeneo yaliyokaliwa kwa muda huko Crimea, katika mikoa ya Donetsk na Luhansk, katika Kherson, Zaporizhia na sehemu nyingine za nchi yetu. Watu wetu wanatusikia na wanakumbuka kwamba Ukraine haiachi kamwe raia wake. Hatuwasahau watu wetu walio katika maeneo ya uvamizi. Bila shaka, hatuwasahau wale walioko matekani. Wao ndio wanaopitia hali ngumu zaidi. Tunafanya kila tuwezalo ili maadili ya kibinadamu yashinde dhidi ya uovu wa Urusi. Asanteni. Utukufu kwa Ukraine, utukufu kwa mashujaa.